Naam, uhali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika kipindi cha Sports Warm Up, ambapo siku hii leo tutakuwa na mada ambayo inasema je, kuja kwa VAR kumeongeza ama kupunguza haki kwenye mchezo wa soka? Mwongozaji wa kipindi utakuwa nami Jordan Ngoli ambaye nitakuongozea mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi, lakini nipo na wageni wangu Gerard Majaliwa pamoja na Herman Kifu ambao wao watakwenda kutueleza je, kuwepo kwa VAR kumeongeza ama kupunguza haki kwenye mchezo wa soka. Habari za wakati huu kwanza ndugu zangu. Salama kabisa. Nikianza kwako Herman Kifwe, kwanza tunakubaliana kwamba uwepo wa VAR umechochea kwa kiasi kikubwa maendeleo ya soka. Kwa upande wangu mimi nipo tofauti na hiyo mada, kwamba upande wangu mimi VAR imeongeza ukiukwaji mkubwa sana wa haki na uonevu mkubwa sana, tofauti na hapo awali ambapo VAR haikuwepo. Nasema hivyo nikiwa na sababu hii. Baada ya ujio wa VAR tumeona vilabu vingi ambavyo havina nguvu, hususan ninazungumzia nguvu ya kifedha, vikiwa vinakandamizwa sana. Naweza nikatolea mfano katika mashindano ya klabu bingwa Afrika. Dar es Salaam Africans walishaicheza dhidi ya Mamelodi Sundowns pale Afrika Kusini. Tunaona kabisa Mamelodi Sundowns ni timu yenye ushawishi mkubwa sana, na pia ni timu ambayo inamilikiwa na rais wa shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF. Dar es Salaam Africans kupitia mchezaji wake Aziz Ki waliweza kupata nafasi ya goli wakafunga. Kiuhalisia kabisa ile ilikuwa ni goli kabisa, lakini kutokana na uwepo wa VAR Yanga walinyimwa lile goli. Kiuhalisia ambavyo unajua isingekuwepo VAR moja kwa moja ile ilikuwa ni goli kabisa. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba ushawishi wa kifedha unasababisha timu ambazo ni dhaifu kukosa haki kwenye VAR, kwa maana tumekuwa tukishuhudia baadhi ya matukio ambayo yanakuwa yanahusisha timu ndogo, lakini wanapata haki yao, kama ni mchezaji anapewa kadi nyekundu na matukio mengine ya magoli. Kwa upande wangu, kama unafuatilia sana, VAR inatenda haki sana kwenye baadhi ya matukio, ila yale matukio muhimu sana haitendi haki. Labda kama kuna timu labda au mchezaji fulani kama amefanya tukio fulani, kwenye kuonyeshwa kadi aidha nyekundu au ya njano anaonyeshwa tu, ila kwenye swala ambalo na kabisa unajua tukio hili likiamriwa linaweza likabadili atmosphere kabisa ya mchezo, kuna uonevu mkubwa ambao unatokea. Nikija kwako Majaliwa, je, kwako wewe unakubaliana kwamba VAR imeongeza ama kupunguza haki kwenye michezo? Na kwa upande wangu naweza nikazungumza kwanza tukianza na kuongeza, VAR imeongeza kwa sababu tukianza kwanza, kazi ya VAR yenyewe ni kuweza kumsaidia mwamuzi kwa 94 hadi 95 bila VAR. Kwa uwepo wa VAR imemsaidia mwamuzi kufanya maamuzi kufikia 90, 99. Kwa hiyo inaleta ongezeko la umakini na uamuzi kufanya matukio kwa usahihi. Kwa upande mwingine, ile VAR ni mashine na inaendeshwa na binadamu, kwa hiyo makosa yanaweza yakatokea muda wowote, na uwepo wa VAR sio kwamba unamhakikishia mwamuzi kuwa na maamuzi 100%. Hapana, kwa sababu inaweza ikawepo VAR na mwamuzi wakati akatoa maamuzi yeye kama yeye binafsi kuachana na VAR. Kwa hiyo VAR ina faida kwa upande wake na ina hasara kwa upande wake kulingana na tukio lenyewe. Miongoni mwa changamoto kubwa ambayo imekuwa ikilalamikiwa ni double standard ama usawa kwenye VAR. Kuna baadhi ya maamuzi ambayo yanaweza kufanyika ambayo tukio hilo likaamuliwa labda ni penalty, lakini tukio hilo likatokea siku nyingine likaamuliwa kwamba hii si penalty. Je, unafikiri VAR inatenda haki katika matukio yote, ama bado kuna changamoto kubwa kwenye haya matumizi ya VAR na inapaswa kuboreshwa zaidi ili iweze kuleta manufaa ambayo watu wengi wanatamani kuyafikia? Uwepo wa VAR kama nilivyozungumza awali kwamba VAR ipo kwa ajili ya kumsaidia mwamuzi kung'amua baadhi ya changamoto ambazo ni ngumu kung'amua kwa macho ya kawaida. Ndio maana hiyo teknolojia ikawepo kwa lengo la kumsaidia mwamuzi. Sasa inabaki kwa mwamuzi yeye kama yeye kwamba tukio hili limetokea, imepata nafasi ya kwenda kutazama kwenye VAR, maamuzi yake yeye mwamuzi huyo wa mchezo husika, yeye ndo anakuwa na maamuzi ya mwisho. Anaweza kaamua kwamba hili so faulo au hii ni penalty kulingana na maamuzi yake, lakini VAR haina maamuzi ya mwisho kwenye matukio. Mwenye maamuzi ya mwisho ni mwamuzi. Sawa, huyo ni Gerard Majaliwa akijaribu kudadavua ama kueleza kwamba kwa namna gani VAR ama video assistance referee
inaweza kuongeza ama kupunguza haki kwenye michezo kwa sasa ambapo imekuwa ikitumika kwenye ligi mbalimbali. Nikirejea kwako Herman, VAR inatumika sasa hivi. Matumizi ya VAR yanaathiri vipi mtiririko wa mchezo? Kwa sababu tumekuwa tunaona kuna baadhi ya VAR kwenye ligi mbalimbali zimekuwa zinachukua muda mrefu kuweza kuamua baadhi ya matukio. Je, hili kwa wewe linaathiri vipi mtiririko wa mchezo? Cha kwanza kabisa, uwepo wa VAR kwenye michezo unapunguza ladha ya mchezo. Hapo cha pili, inapunguza muda wa mchezo, kwa sababu tunaona kuna tukio linaweza liko limetokea likachukua muda mrefu sana kwa ajili ya kuisolve. Labda uende kaangalie kwenye VAR, je, hizo lilotokea lile ni kosa au sio kosa. Pia tena VAR hiyo huwa inaleta mkanganyiko. Wale ambao wanakuwa kwenye chumba cha VAR wanaweza kuwa wameamua kwamba tukio fulani lilotokea linatakiwa liwe adhabu, lakini muamuzi mwenyewe anakuwa anapingana nao. Kwa hiyo ule mgogoro ule unatupotezea muda, na kwenye ladha ya mchezo naweza kuzungumzia, kwa sababu mpira wa miguu ni mchezo ambao unakuwa una tempo ya juu sana, kwa sababu unaweza kuwa mpira umeanza kwa kasi sana, wachezaji wanacheza tayari hapo kwenye morali, lakini linatokea tukio ambalo linawafanya wasimame ndani ya dakika 10 mpaka 15 kwa ajili ya kusolve kitu kimoja ambacho kimetokea. Wachezaji wanakuwa wanawashusha chini. Kwa zile hisia zile ambazo wachezaji wanakuwa nazo zinakuwa zinashuka kutokana na kusimama kwa muda mrefu kwenye maamuzi. Ni sahihi kabisa, zinakuwa zinashuka. Na kingine, unaweza kukuta mchezaji kafunga goli, anashindwa kujihakikishia kwamba je, ni goli au sio goli, anasubiri mpaka kwenye VAR waende wakaangalie ndipo aje ashangilie. Unashusha hisia za wachezaji, pia hata mashabiki, kwamba inatakiwa goli lifungwe, wasubiri kwanza sasa hatima yetu, je, ni goli au sio goli. Kwa upande wako Majaliwa, VAR imeathiri vipi mtiririko wa mchezo? Kwa sababu kama alivyozungumza Herman kwamba wakati mwingine goli linakuwa linafungwa, lakini unasubiri mpaka maamuzi yafanyike ndio uende ukashangilie ama ukafurahie goli ambalo umelifunga. Kwako wewe una mtazamo gani katika hili? Kwa upande wangu nadhani mchezaji akiweza kufunga goli mpaka aanze kufikiria kwamba VAR ifanye maamuzi, ina maana kwamba yeye mwenyewe ameshatambua kwamba alikuwa labda kwenye mazingira ya offside. Lakini mchezaji akifunga goli mazingira mazuri, haina haja ya kutafakari au kusubiria VAR ifanye maamuzi, moja kwa moja atakwenda kushangilia. Kwa hiyo uwepo wa VAR umeleta kusaidia changamoto ambazo ni ngumu, ambazo unakuta mwamuzi anaipitia. Mfano, kuna labda offside nyingine zinakuwa zinatokea, zinakuwa ngumu kuingamua kwa mwamuzi wa kwanza au wa pili, kibendera anazungumzia, kuweza kunyosha kuwa ni offside. Lakini uwepo wa VAR inakuwa inasaidia sana kuwasaidia waamuzi kungamua labda fouls, kujua labda mchezaji aliyofanya faulo gani, mchezaji gani. Kwa hiyo uwepo wa VAR hauathiri pakubwa kwenye flow nzima ya mchezo, lakini kwa asilimia kubwa inasaidia waamuzi kuweza kuwa perfect kwa asilimia kadhaa. Namna hiyo tunaendelea kujadili kuhusu mada ambayo inasema uwepo wa VAR ama matumizi ya VAR umesaidia vipi kuongeza ama kupunguza haki kwenye mchezo wa soka. Nikirejea kwako Herman, miongoni mwa tukio kubwa ambalo limetokea ni tukio la michuano ya AFCON finali, ambapo Morocco walipata penati na tukio lile dhidi ya Senegal likazua taharuki kubwa kiasi cha mwalimu wa Senegal kupewa adhabu, lakini baadhi ya wachezaji pia kuonekana ni watovu wa nidhamu. Changamoto kubwa ambayo ilikuja kujitokeza ni kwenye VAR. Kwa Afrika tukizungumzia specifically, bado imekuwa ni changamoto kubwa. Kwa wewe una mtazamo gani? Kipi ambacho kiongezwe kwa Afrika ili tuweze kuendana na wenzetu namna ambavyo wanafanya? Tukitazama Ulaya wamekuwa na matumizi mazuri sana ya VAR tofauti na Afrika. Kipi kiongezwe kwenye VAR kwa Afrika? Kwa Afrika kitu cha kuongeza, cha kwanza kabisa, inatakiwa wenye shirikisho la mpira wa miguu FIFA duniani, maana FIFA, kwamba inatakiwa waandae darasa kwa ajili ya waamuzi wa Afrika kabla hawajapewa vifaa vile vya kuvitumia. Inatakiwa wapewe kwanza darasa kwamba inatakiwa mtumie hivi na hivi, kwa sababu mwisho wa siku haya yote yanatokea kwa sababu Waafrika tumekuwa tuna kasumba moja kwamba tunataka kila kitu kinachofanyika Ulaya na sisi kwetu kifanyike pasipo kufanya uchunguzi kwamba wale wamekifanya walianza na hatua ipi na ipi. Na kama unavyojua mpira wa miguu ni mchezo ambao unataka kwenda step kwa step. Uwezo kaenda step inayofuata ikiwa ya mwanzo hujaianza. Kwa hiyo inatakiwa watu wapewe darasa kwamba VAR zinatumiwa hivi na hivi, kwamba watu wawe awareness na VAR. Zeni VAR ndo ziletwe zianze kutumika. Hapo hata kama kosa likifanyika
watu wanakuwa na mandate ya kumlaumu kwamba wewe umefanya kosa, inatakiwa ufungie, lakini mtu unamfungia ukumpa elimu, hapo unakuwa unamuonea. Huyo anasema ukimfungia hujampa elimu unakuwa unamuonea. Kwako Majaliwa, VAR Afrika imekuwa ni changamoto kubwa. Kipi kifanyike kwa ajili ya kuboresha VAR Afrika, lakini pia tukitazama kwa Tanzania ambako tunakoelekea tunatarajia pia kuwa na matumizi ya VAR? Kwa upande wa Afrika VAR imekuwa ni changamoto kubwa. Kama tunavyofahamu, kuna baadhi ya mchezo unachezwa, tukio linatokea, unashangaa mwamuzi anasema hamna VAR. Unakuta tukio kweli ni timu inatakiwa inufaike, mfano mechi ya Mamelodi dhidi ya Young Africans. Young Africans kama kungekuwa na nafasi ya kwenda kutizama VAR wangenufaika na lile bao la Stephane Aziz Ki. Lakini unakuja unashangaa mwamuzi ghafla anasema kwamba VAR haitumiki, wakati awali wamesema kwamba VAR itakuwepo kwenye mchezo. Kwa hiyo nadhani ni siasa za kimpira ndo zinazopelekea mambo kama hayo. Kwa hiyo ili kuwepo na usawa na haki kwenye matumizi sahihi ya VAR, ni kuwepo kwa elimu kama alivyozungumza. Pia kingine, Afrika wanahitaji kupunguza siasa. Mpira na siasa ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mpira utakuwa uwe na njia yake na siasa ziwe na njia yake. Ukishajumlisha tu siasa pamoja na mpira unakwenda kuharibu. Kwa hiyo matumizi mabaya ya VAR yanahusisha sana na uwepo wa siasa, viongozi wakubwa na timu zao kubwa, unaona. Kwa hiyo inakosa kunakuwa hakuna maamuzi sahihi ya VAR kulingana na influence ya baadhi ya viongozi ambao wanamiliki hivyo vilabu. Kwa hiyo inaleta kuwa na mkanganyiko wa matumizi ya VAR. Namna hiyo tukiwa tunaelekea mwisho kabisa na mada yetu ya kwamba uwepo wa VAR umesaidia vipi kupunguza ama kuongeza haki kwenye michezo. Tukiwa tunahitimisha kabisa, niko na wageni wangu Herman pamoja na Gerard. Kwa kuhitimisha, nikianza kwako Gerard, Tanzania unaona tuko tayari kwa matumizi ya VAR kwa namna ambavyo soka letu limekuwa likiendeshwa? Hapana. Kwa sababu lazima uangalie facilities, miundombinu ambayo inastahili kufunga mitambo hiyo ni michache. Pia ukiangalia tumekuwa na changamoto ya kumaintain miundombinu yetu. Zungumzia viwanja, kila mkoa kuna viwanja, lakini changamoto ya kuvitunza hivyo viwanja ni kubwa. Je, VAR zikija tutakuwa kuna uwezekano wa kuzitunza vizuri na kuweza kutumika kwa usahihi? Kwa hiyo cha kwanza ni kuweza kufanya research, cha pili kutunza miundombinu ambayo tuko nayo. Kuna miundombinu mingi ya viwanja itangia miaka na miaka, lakini hakuna maintenance ya kutunza hiyo miundombinu. Kwa hiyo cha kwanza ni research, kutunza miundombinu vizuri, baadaye ndipo wataweza tuweze kuleta kwenye ligi yetu. Kwako Herman, unaona Tanzania tuko tayari kwa matumizi ya VAR? Hatupo tayari, bado tunatakiwa tuendelee kujifunza, kwa sababu kila kitu kinatakiwa endelee kujifunza. Unaona hata ligi ya Tanzania miaka ya karibuni, labda hii miaka 10 hapa karibuni ndio imeanza kuwa ligi bora Afrika ambayo inatambulika. Lakini ukumbuke ligi ya Tanzania ilianza toka mwaka 1965. Kwamba hiyo miaka yote mingine walikuwa wapi? Maana walikuwa wanajifunza mpaka leo wawe bora. Kwa hiyo inatakiwa na sisi tuendelee kujifunza, hata labda miaka 10 hata 20 ijayo ndio tukiwa awareness na namna ya kuitumia VAR, ndipo tuanze kutumia VAR. Lakini kwa sasa tutakuwa tunadanganyana. Alafu ukitaka uangalie kama uwanja wa taifa ule wa Benjamin William Mkapa, ule ndio ambao tunaamini ndio uwanja bora katika hili taifa, lakini wenyewe unafungiwa mara kwa mara. Sasa maeneo yale, je, unaweza kupeleka VAR CCM Kirumba au Mkwakwani? inakuwa ni changamoto. Kwa kuhitimisha kabisa, tunaelekea kwenye AFCON 2027 ambayo ita host Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Na matumizi ya VAR lazima yatatumika. Kwa hiyo miundombinu lazima iboreshwe na mambo mengine lazima yaboreshwe ili VAR ziweze kutumika. Na moja kati ya sekeseke kubwa ambalo limekuwa likitokea ni kuhusu finali, kwamba mchezo wa finali utachezeka wapi. Unafikiri kama mchezo wa finali utafanyika Tanzania, tunaweza kuwa tuko tayari kwa kuitumia VAR? Ya, kwa Tanzania kuitumia VAR 2027 nadhani inawezekana, kwa sababu serikali ya Tanzania bado inaendelea kufanya miundombinu chini ya Wizara ya Michezo, kuboresha miundombinu, mfano kiwanja cha Dodoma, kuboresha uwanja wa Dar es Salaam wa Taifa pamoja na Arusha. Nadhani kati ya hivyo viwanja vitatu ikitokea tukapata nafasi ya kuhozi finali, inaweza ikatumika VAR kwa ubora zaidi.
Tunahitimisha hivyo VAR, video assistance referee, kuwepo imesaidia vipi kuongeza ama kupunguza haki michezoni, ndio ambayo mada tulikuwa tukijadili leo, na mwongozaji wako alikuwa ni mimi Jordan Mngole ambaye nilikuongozea mwanzo hadi tamati ambapo tunafikia sasa wa kipindi hichi cha Sports Warm Up. Nilikuwa na Gerald Majaliwa pamoja na Herman Kifwe ambao wao walikuwa wachambuzi wangu kwa siku hii ya leo. Tunafikia tamati hivyo, na nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine hapa SAUT TV.